Kupitia sera ya Chama cha Mapinduzi na UWT ya kujitegemea kiuchumi, UWT wilaya inajipanga kufanya yafuatayo. Moja, kutokuwa na mradi wowote wa jumuiya kwa ngazi zote hadi wilaya utakayotusaidia kuwa na kipato kama kitega uchumi, hali inayopelekea kazi ya jumuiya kuendelea kuwa ngumu na kuwa ombaomba kwa kila linalojitokeza, na hususan stationary. Mbili, ujenzi wa vibanda vya biashara eneo la mradi wa ujenzi wa nyumba ya mtumishi mtaa wa Seronga kata ya Morotonga. Lakini tatu, mradi wa nyumba ya mtumishi ya UWT, mradi huu umesimama kwa kukosa baadhi ya vitendea kazi ili nyumba hiyo kumalizika. Miradi ya kiuchumi inatarajia kuanzishwa endapo tukipata uwezesho kama ifuatavyo. Tuna mpango kama UWT kufanya mradi wa kilimo cha alizeti kama ulivyoona taarifa inavyoeleza, lakini kupata mradi wa kilimo cha mahindi kama kianzio kwa ajili ya jumuiya ya UWT ngazi ya wilaya. UWT ngazi ya wilaya tunaomba kusaidiwa ujenzi wa nyumba ya mtumishi iliyofungwa renta 2. Mbili, kusaidia au kutuwezesha kupata mradi wa UWT kama tulivyoainisha kukodi mashamba ya kilimo na mbegu na kadhalika, kama ilivyoainishwa mradi wa kilimo katika changamoto zetu. Ninajua baraza letu la leo lina ajenda moja tu, si ndio? Na ajenda yenyewe ni mimi binafsi kwa kushirikiana na uongozi wangu wa wilaya tumeona mapigano ambayo mama zangu, dada zangu, wanawake wenzangu mliamua kusimama na kuhakikisha mimi kama binti yenu ninaenda kuwa mbunge wa jimbo la Serengeti. Nimeombwa mambo mawili makubwa na ambayo yote nayaona ni ya msingi. Jambo la kwanza ni kuhusiana na nyumba yetu ya mtumishi wetu ambaye ni katibu. Lakini pia jambo lingine la pili ambalo limeombwa ni kuhusiana na kutusaidia kupata mradi. Kwa hiyo niwahakikishieni ndugu zangu, taarifa hizi zitakapokuja kufika ofisini nitazifanyia kazi kwa upendeleo mkubwa, kwa wivu mkubwa na mapenzi makubwa sana. Jana tumekabidhi vifaa kutoka katika mfuko wetu wa jimbo ambao kama mbunge nilipokea jumla ya milioni 88. Tulinunua jumla ya simenti 2097 na simenti hizo tunazigawa katika kata zetu zote. Katika ugawaji wa simenti zetu tumezielekeza katika maeneo mawili, eneo la elimu na eneo la afya. Inaaminika mama zangu nyie, mkipewa pesa mnaaminika na mnarejesha. Sasa na mimi kama binti yenu na kama mtoto wenu nataka tuanzishe SACCOS yetu sisi kama wanawake. Kwa hiyo niwasihi na niwaombe, kama mtu ana kabiashara kake kokote asikapuuzie, akafanye na aendelee kukasimamia, maana moja kati ya vigezo hatutafanya upendeleo wowote. Ni lazima tukuone na tukukute na hiyo biashara yako hata kama ni kadogo. Tunaomba tukukute nako hapo kadogo ili tuweze kusaidiana, tupige nako hatua, si ndio? Na niombe kama kuna sehemu nyingine yoyote umechukua mkopo pia jitahidi umalize. Lakini sambamba na hayo tutahakikisha tunatoa mafunzo ya fedha, ni jinsi gani mtu anaweza kutumia fedha, lakini pia ni lazima tujifunze saving. Umegusia kitu kimoja kama wajasiriamali. Wajasiriamali hao mama ni wafanyabiashara. Lakini wanapofanya biashara zao, masoko hatuna. Masoko huenda porini huku yamebana. Ukienda kugusa hiyo unasema kwamba fulani anatenda. Hivyo tunapopata hizo hela, tunapofanya hizo biashara, tunapeleka wapi bidhaa zetu? Tunaomba kama Chama cha Mapinduzi, wanawake walioko Chama cha Mapinduzi, angalau basi mtupe nafasi tufanye biashara hiyo, hata kupeleka porini, kwa sababu pori liko kwetu. Sisi tunahangaika, tunapata hela vinaishia chini kwa sababu hatuna soko la kupeleka bidhaa. Na hawa ndio wanawake wachapakazi tunaowahitaji. Na hawa wanavyofanya vizuri hivi wanaendelea kufungua milango ya wanawake kupata nafasi mbalimbali. Miaka ya nyuma ulikuwa ukitaka kupiga simu ya mkuu wa wilaya, unataka kabisa, unaona namba ndiyo mkuu wa wilaya, unasema jamani nitakutanza na nini. Lakini sasa hivi ni kugonga tu mtoto wa watu wanapokea. Mungu akubariki. Romokali uhaji Serengeti eno.
kuunganishwa, lakini bahati nzuri umewaunganisha watu, umeonyesha upendo kwa watu wote. Hata vijana huko mitaani wanasema, unamkuta DC anakuja kuchangamana na sisi vijana, kuzungumza na sisi.